The Lost City, na huyu ni The Chosen One kutoka TC Production, ndo nakuletea bwana hapa. Jabali moja ambayo itakwenda kukufunza mambo mengi zaidi. Wasema hakika mtu unapomfundisha njia ambayo inakuwa ni ya uovu, basi hatima yake naye atakuja kuitumia njia ya uovu kuweza kutimiza malengo yake. Sasa leo niko na story bomba sana kutoka mjini Seoul pale Korea, afu imesimamiwa kizazi zaidi katika mitambo ya TC Production. Ni baba la baba. Basi acha tunyoshe mzigo kwanza ili upate burudani ambayo ime viwango vya HD. Wasema ilikuwa ni mwaka 1990 na sababu baada ya kutokea sasa myumba wa kiuchumi. Wanasema ni Korea ilikuwa imeyumba sana katika masuala ya kiuchumi, hivyo watu wote walitafuta nafasi ya kwenda sehemu nyingine ambayo ingeweza kuwasaidia japo kubadilisha kwa uchache tu maisha yao. Basi kuna familia bwana mmoja hivi ambayo ilikuwa inaongozwa na mwamba ambaye ni askari wa zamani zaidi, lakini yeye pamoja na mtoto wake kufahamika kwa jina Gukie walitafuta nafasi ya kwenda katika mji mdogo ambao unapatikana katika taifa la Colombia, yani unaitwa Bogota, wakiwa wanaamini huku wataweza kupata msaada, kwani baba anadai ya kwamba huku kuna mtu ambaye aliwahi kufanya naye kazi kipindi cha zamani zaidi akiwa kama mwanajeshi wa jeshi la taifa. Basi unaambiwa baada ya kufika katika mji wa Bogota, ni miongoni mwa miji ambayo imechangamka sana na miji ambayo ina kila kitu, yani uhalifu, yani kila unachokijua wewe kipo katika mji. Sasa wakiwa katika eneo wanashangaa wanawekwa chini ya ulinzi, na hapa unaweza kuporwa begi ambalo lilikuwa lina kiasi kadogo ambao kangeweza kuwasaidia kujikimu. Hawa ni wauni mjini. Sasa bwana mdogo ufahamika kwa jina Gukie anajaribu kukimbizana na mtu huyu ili kama ataweza kupata nafasi ya kurejesha kile ambacho kimechukuliwa, lakini mambo yalikuwa ni magumu zaidi. Hii wanaita karibu mjini. Sasa ilikuwa ni mara ya kwanza tu wanaingia katika taifa zuri la Colombia, lakini walikutana na kitu cha ajabu zaidi. Basi hatimaye jiji ndo kama hivyo wanavyoliona Bogota hilo. Waombe ni bonge moja la jiji ambalo lina kila kitu. Baada ya kufika katika ile eneo, basi mtaalamu ambaye alikuwa ni babake na bwana mdogo kufahamika kwa jina Gukie alimfuata mtu ambaye anafahamika kwa jina Mr. Park, akidai kwamba alishiriki katika masuala mengi sana harakati katika taifa zuri sana la Korea, hivyo anaamini mtu huyu angeweza kumsaidia kumpatia msaada. Lakini kwa wakati huu Mr. Park alikuwa na nafasi yote ya kuweza kumsaidia. Sasa tunaenda katika jiji, katika sehemu moja ya mji unaofahamika kwa jina la Sun Austin. Basi hapa Mr. Park alikuwa anahitaji kutengeneza nafasi ya kuweza kumsaidia huyu mzee kwa kumtafutia kazi katika eneo fulani la duka, na kama ingemfaa angeweza kupata nafasi hiyo. Lakini baada ya kufika katika eneo la duka, hapa walipata nafasi ya kutana na muuzaji au mmiliki wa ile duka, lakini mmiliki wa duka alisema hizi akamchukua mzee kwa kazi ambazo anazifanya yeye, cha msingi atamhitaji kijana, na kijana ndo Gukie. Basi bwana mdogo baada ya babake yeye ndo alifanikiwa kupata nafasi ya kufanya kazi katika ile eneo, kwani mzee alionekana kwa sasa hawezi akafaa kufanya kazi katika ile eneo. Basi unaambia bwana mdogo alikuwa ni mchapakazi sana, na kadri siku zinavyozidi kwenda Mr. Park alikuwa anavutiwa sana na uchapakazi wa bwana mdogo, kwani anaonesha alikuwa na lengo la kuhakikisha na rekebisha kila kitu kinakaa sawa, na hata alipokuwa anapata muda alikuwa anajifunza vitu mbalimbali. Sasa unaambia kuna wezi ambao wanakujenga kila wakati kwa ajili ya kupokonya vitu ambavyo vinapatikana katika ile eneo, na hii kawaida sana katika mtaa. Watu hao wamezoeleka, mara kwa mara wanaingia na wanafanya wanachotaka na kisha wanaondoka. Lakini dogo alipoangalia alikumbuka hao ndio waliowafanyaga kizaza, na sasa upande wa pili kwa mama aliweza kupata kazi katika kiwanda cha kufanya mambo ya ushonaji, lakini baba aligeuka kuwa cha pombe tu, na hivyo ilikuwa ni familia imeanza kuingia mgogoro sana, kwani ni wakati ambao mzee alikuwa anahitaji kupata pesa pasipo kufanya kazi. Hii ilimfikirisha sana bwana mdogo kufahamika kwa jina la Gukie. Basi wanasema ilikuwa ni mwaka 2000, na hapa ndipo mambo yalipoanza kubadilika zaidi. Mr. Park alifikiria sana na kaisi anahitaji nafasi ya kumtafuta mtu ambaye angeweza kumsaidia katika kazi zake ndogo ndogo, na hapa uteuzi ulikuwa unaenda moja kwa moja kwa kijana ambaye anafahamika kwa jina la Gukie. Lakini leo bwana mdogo alikuwa akijaribu kusaidia tu kwa watu ambao walikuwa wanamnyanyasa mzee wake, kwani mzee wake kwa saizi amegeuka kuwa cha pombe. Sasa Mr. Park kwa kuwa alivutiwa sana na huyu kijana, alikuwa anahitaji kumfanyia majaribio ili agundue ana uaminifu kiasi gani kwenye kazi ambazo ataweza kupatiwa. Lakini huyu unayemwona hapa anafahamika kwa jina la Mr. Hernando, au unaweza kumuita Amando. Huyu alikuwa ni Mkolombia ambaye naye ni mfanya biashara tu katika ile taifa zuri sana la Colombia. Basi Mr. Park alipata nafasi ya kuongea vitu vingi sana na bwana mdogo, lakini pia
alikuwa anahitaji kumtengenezea bwana mdogo nafasi ambayo ingeweza kubadilisha maisha. Anakuambia alfajiri inayofuata sasa katika eneo la Lodi kuna gari moja ambayo inapita na ambao maeneo haya. Hapa yuko bwana mdogo na mwamba ambaye anafanya kazi na Mr. Park kwa muda mrefu zaidi, lakini hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa bwana mdogo kufahamika kwa jina la Guki kupata nafasi ya kusafirisha mzigo kutoka katika eneo moja na kwenda katika eneo lingine. Basi wasema safari hakika ilikuwa ni ndefu sana na kila kitu kilikuwa kikizidi kujijenga kwa kile ambacho anafanya. Walipita na waliweza kufanikisha kufikisha mzigo katika boda ya kwanza, na pia hapa waliweza kupata maelezo tu ya namna ya kuweza kuhakikisha wanazifanya kazi zao katika mpangilio ambao utakuwa unapendeza sana. Basi alfajiri iliyopita safari ilikuwa inazidi kusonga mbele, na hapa ilikuwa ni kama kawaida kwa huyu Mr. ambaye alikuwa ndo mkono wa kushoto wa mzee mzima kufahamika kwa jina la Mr. Park. Yeye kazi yake ilikuwa ni kwenda kumalizana na maaskari ili hao madogo waweze kupitisha mzigo kiurahisi zaidi. Kumbuka wanafanya smuggling, yani wanapozungumzia smuggling ni zile biashara ambazo watu wanafanya kwa namna ya kukwepa ulipaji wa mapato katika serikali. Basi kalikuwa ni kama mchezo, kila siku mambo yalikuwa yanazidi kusonga na maisha yalikuwa yanazidi kubadilika. Bwana alikuwa akipita katika mipaka mbalimbali na mizigo na kuhakikisha anaifikisha katika eneo ambalo atakiwa waweze kulifikisha kutokana na mwongozo ambao mpatiwa na Mr. Park. Hao watu walikuwa wanafanya biashara mbalimbali za nguo na vitu mbalimbali, lakini walikuwa wanatumia njia za panya, na huko kwenye boda kilichokuwa kinatumika ni kibunda tu. Hasa naambia kwa siku ya leo mwamba baada ya kufika katika boda moja hapa alikutana na upinzani kidogo, hivyo alimwambia apaki gari pembeni kwani anaona mambo yanaweza yakaenda tofauti zaidi. Sasa rafiki yake na bwana mkubwa kufahamika kwa jina la Guki alikuwa anahitaji kuvuta vitu fulani, lakini bwana mdogo kwa wakati huu alikataa vitu hivi akidai vina madhara sana. Lakini pale ulipokuwa mpaki kuna gari moja ya polisi ambayo ilikuwa inafanya patrol iliweza kuja, na yule bwana mdogo mwingine aliweza kushuka kwenda kuwasiliana na askari. Lakini sasa kwa bwana mdogo aliona hii imeisha kuwa ni kizaazaa. Sasa nini ambacho tufanya, kwa sababu gari anatakiwa lifanyiwe searching na humo ndani wambeba mzigo ambao kiuhalisia ni kama hauna vibali maalum. Hasa baada ya kukagua bwana mdogo akaona hapa akiendelea kucheza itakuja kutengeneza hatari ambayo itakuja kusababisha aweze kupoteza vitu vingi sana. Alichoamua ni kuchomoa mzigo mzima na kuwahepa hao askari, lakini kilikuwa ni kizaazaa na kamzozo zaidi, kwani askari hao hawakuhitaji kumpa nafasi bwana mdogo aweze kutoka katika ile eneo. Zilikuwa zinasikika chuma tu, na kwa bahati ambayo ilikuwa mbaya vitu ambavyo vilikuwa vimbebwa vilianza kusambaa kutokana na mashambulizi ambayo isababisha kupatikana kwa ajali ambao kiukweli iliweza kuleta kizaazaa kikubwa sana. Wasaba baada ya ajali kutokea bwana mdogo alikuwa anahitaji kuhakikisha anatengeneza mazingira ya kufuta ushahidi wote wa kile ambacho kimetokea katika ile eneo. Lakini sasa ni nini ambacho angefanya bwana mdogo kufahamika kwa jina la Guki, ikiwa ni mara ya kwanza tu kuingia katika hizi kazi na ndo kazi yake ya kwanza. Sasa alichohitaji ni kuhakikisha anatafuta namna ya kufuta ushahidi kwa hiki ambacho kimetokea katika ile eneo. Na hata hivyo alikuwa anakimbia, lakini sasa kuweza kufika sehemu yote, kwani kitengo maalum cha jeshi kilikuwa kimeweza kufika katika ile eneo. Na hapa bwana mdogo alituliza tu Tala binti Tibu akawa anakokwenda, alafu wajuba wakamchukua bwana mdogo na kumpeleka katika eneo la lockup ili akajibu kwa kile ambacho alikuwa anakikwepa bwana mdogo kufahamika kwa jina la Guki. Mambo hayo. Wasema baada bwana mdogo kukaa kwa muda mfupi tu aliweza kushangaa sana miongoni mwa watu ambao ni wafanyakazi wa Mr. Park kuja kumtoa bwana mdogo. Kumbe Mr. Park alikuwa anamfanyia jaribio tu bwana mdogo kupima uaminifu wake kwamba ana uaminifu kiasi gani. Na baadaye bwana mdogo alipata nafasi ya kwenda kwenye party ambayo inajumuisha wafanyabiashara wa Kikorea ambao wako chini ya ungalizi wa bwana mkubwa kufahamika kwa jina la Mr. Park. Yaani Mr. Park ndo kama kiongozi wao mkuu, wafanyabiashara wote ambao wako katika mji wa Colombia na kuwasimamia katika shughuli mbalimbali. Hivyo bwana mdogo alianza kupata nafasi ya kuingizwa katika community au katika umoja wa watu ambao wanatokea Korea na ambao wanafanya biashara za smuggling. Hii ilikuwa ni furaha sana kwa Mr. Park alivyoona namna bwana mdogo alivyoweza kupigania na kuhakikisha anaweka mzigo wake katika maeneo salama zaidi. Basi wakwambia miaka ilizidi kusonga zaidi na bwana mdogo alizidi kuwa mzoefu sana katika biashara za smuggling, kwani kwa sasa yeye ndio alikuwa mtu ambaye anaongoza misafara ya Mr. Park.
Basi kama ilivyokaa kama ilivyodaa, mambo yalizidi kusonga na yalizidi kuwa pamba. Lakini nakwambia kadri wakati unavyozidi kwenda, kuna vitu ambavyo vilianza kujengeka vya tofauti sana, kwani kwa wakati huu bwana mdogo alionekana anatengeneza nafasi kubwa sana uaminifu kwa Mr. Park, tofauti na wale watu ambao walifanyaga kazi na Mr. Park. Hivyo ilianza kuleta hali ya vitu ambavyo vinaonesha kama kuna kiali cha wivu ambacho kinajipandikiza katika miongoni mwa wafanyakazi wa Mr. Park. Na hapa kwa siku ambayo Mr. Park alicheza bingo sana na alifanikisha kitu ambacho kilikuwa ni muhimu sana, kwani waliweza kuleta mzigo ambao walikuwa ni kama wameotea tu. Kilikuwa ni kipindi cha majira ya baridi, hivyo waliweza kuleta mzigo wa makoti, na mzigo uliweza kwenda kwa kiwango kubwa sana, na hii ilikuwa ni furaha sana, kwani kazi inaonesha ilifanya na bwana mdogo kufahamika kwa jina la Gukie. Kwa hakika waliweza kuuza sana hii bidhaa ambayo ilileta kwa kipindi hiki, mpaka ilifika wakati mzee mzima kufahamika kwa jina la Armando alizingiwa na wivu na alijisikia vibaya sana kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea. Lakini kwa kina Kuki na mkali Mr. Park ilikuwa ni furaha tu kwa kupiga bingo kubwa sana, na fedha ambazo walikuwa wanapata walikuwa wanahakikisha wanazisafirisha ziweze kufika katika nchi yao ya Korea kwa ajili ya kuhakikisha wanasolve mambo ambayo yametokea ya anguko la kiuchumi katika eneo hilo. Lakini pia bwana mdogo alipata nafasi ya kuweza kumnunulia mamake nyumba, lakini pia bwana mdogo alipata pia nafasi ya kwenda kula bata na kuenjoy vitu vingi sana. Unajua pesa wana inakujaga na vitu vingi sana. Wasema hapa ndipo ilipoanza kuibuka kitu inaitwa egoism. Hiyo ndakuja nikupe kidogo mbele uelewe. Unajua vitu vina mambo. Basi bwana mkubwa wa kile ambacho kilitokea, Mr. Armando alienda kushtaki kwa yule askari na kudai kwamba hawa wakolea kitu ambacho wanafanya hajapendezwa nacho, hivyo watafute namna ya kuzuia. Wanasema ilikuwa ni mwaka 2500 katika boda fulani. Hapa walikuwa wanahitaji kuingiza mzigo wa kina Gukie, lakini waliweza kukutana na upinzani mkali sana, kwani kwa wakati huo yule askari alikuwa ameshapokea rushwa kutoka kwa mzee wa kufahamika kwa jina la Armando. Hii iliweza kutengeneza hasara kubwa sana kwa hawa wa Korea ambao wanaishi katika jiji la Bogota. Basi kutokana na ile hasara ambayo ilitokea, kila mtu alilalamika sana na kudai kwamba ingekuwa ni vyema kama ungeweza kurudishiwa kiasi chake cha pesa kutokana na hasara ambayo imetengenezwa na uzembe wa vijana wa Mr. Park. Na hapa mkali wa kufahamika kwa jina la Gukie alionekana pia naye amechangia kwa namna moja au nyingine, lakini hii ikafanya nafasi nyingine waweze kuchanga kiasi cha fedha na kumpatia bwana mdogo kwa ajili ya kuandaa nafasi ya kwenda kufuata mzigo mwingine. Lakini babake na bwana mdogo, kutokana na ulevi na namna alivyoishi maisha kwa mzee wetu kwa hali kama hii, alifika na kuhitaji kunyang'anya kile kiasi cha fedha kwa bwana mdogo ili akatumia na mwanamke ambaye anaonekana ni kama mchepuko tu kwake. Lakini wasema mzee akupata nafasi ya kuwa na bahati zaidi, kwani watu hao walihitaji kumchezea tu. Hii ilimuumiza sana bwana mdogo, bwana mzee mzima, kwa kile ambacho anakifanya kwa mtoto wake. Lakini baada ya kufika mbele tu ni kwamba mzee aliweza kupigwa chuma na kukata moto. Na hapa ndipo bwana mdogo alipopata machungu zaidi na kuona ya kwamba watu ambao wamemuuza mzee wake ni watu ambao walikuwa na mpango wa muda mrefu. Sasa katika eneo la mazishi ya mzee mzima, kuna baadhi ya watu walikuja na kuanza kulalamika sana katika maombolezo, wakidai ya kwamba hawajali amepata msiba umpata nini, cha msingi wanachohitaji fedha zao ziweze kurudishwa. Sasa kwa wakati huko bwana mdogo mambo ameshakuwa tofauti zaidi. Sasa leo akiwa anapita katika mitaa fulani, anakuta na windo huyo mtu ametumwa na mambo ya kufahamika kwa jina la Armando. Na huko Armando anatamba sana, anasema safari bwana mdogo sidhani kama itafika mbali zaidi. Kuna mtu ambaye ametumwa kwa ajili ya kuhakikisha anapoteza maisha ya bwana mdogo kufahamika kwa jina la Gukie. Lakini mtu huyo aliweza kutulizwa na bwana mdogo kwa sababu shida yake ilikuwa ni fedha. Bwana mdogo kuna kitu ambacho alimwahidi mtu huyo kwamba atakisha na kiweka sawa zaidi. Basi mwamba kufahamika kwa jina la Armando, ambaye alikuwa ni mtu hatarishi sana katika eneo la Colombia, alishangaa kuona bwana mdogo anarejea akiwa mzima. Hapa bwana mdogo baada ya kurejea akawa anahitaji kupiga story sana nyingi sana na mwamba. Alisema kwa kila ambacho alikifanya, mimi nimekifanya mara mbili. Tunasizani kama una nafasi ya kuweza kucheza na kufahamika kwa jina la Gukie. Yaani kwamba mzee akuchukua time aliweza kupigwa chuma. Na hapa ndipo alipogundua ya kwamba kwa sasa bwana mdogo ameshageuka kuwa nyang'au, na sasa anahitaji control kila kitu katika wapa mji.
Basi Mr. Park alishangaa sana kwa kile ambacho kimefanyika. Mtu ambaye alikuwa anamuogopa na kumuona kizaazaa kuweza kupotezwa na bwana mdogo tu ajuzi Gukie. Na baadaye bwana mdogo alifika katika eneo la kituo cha polisi, aliweza kutoa kiasi fulani cha fedha kwa ajili ya kuhakikisha anaweka mambo yanazidi kwa sawa, na baadaye aliweza kumlipa mtule kwenda kuangamiza wale wote ambao walihusika na kifo cha babake. Wanasema sasa kwa bwana mdogo saizi ndo big boss katika mji hapa. Basi baada ya kwenda kusalimia Korea bwana mdogo mwaka 2008 anahitaji kurejea Colombia, lakini sasa kumekuwa na tishio na pingamizi kubwa sana la askari wakidai ya kwamba kwa sasa hawahitaji mtu yeyote katika mji wa Bogota kufanya biashara za smuggling. Basi kalikuwa ni kamzozo kwa wale watu wote ambao walikuwa wanapatikana katika eneo la Bogota, na baada ya bwana mdogo kurejea alikutana na mtu ambaye ni kama alikuwa ni mwalimu wake wa kwanza katika hii hapa kazi, akidai ya kwamba sasa lazima hakikisha wanaweka mikakati mizuri katika biashara ambayo anahitaji kuifanya. Sasa bwana mdogo kwa saizi ni mtu ambaye ana mahesabu makubwa sana kichwani. Wasema kuchukua muda, askari walikuja katika lile eneo kwa ajili ya kuwazuia Wakorea wote ambao wanafanya kazi katika haya maeneo, na hivyo Wakorea nao waliandamana wakidai kwamba maisha yao yanategemea hiyo biashara. Kwa hiyo hawataweza kufanya kitu chochote pasipo kuwepo kwa hiyo biashara. Basi tunaambia bwana mdogo huko kwa sababu ana kibunda sana, aliweza kutoka na hapa, aliweza kutafuta nafasi ya kwenda kuongea na mzee ambaye alikuwa ni kama mlezi wake wa kwanza Mr. Park, na kumwambia kwamba anaona kuna namna ambayo anaweza akafanya na mambo yakakaa sawa. Lakini kwa Mr. Park aliweza kukataa kile ambacho anaambiwa na bwana mdogo kufahamika kwa jina Guki. Hivyo aliweza kumfuata mwalimu wake pia na kwenda kumuelezea juu ya mkakati alionao kwa wakati huo. Lakini hata mwalimu wake kwa wakati huo alikuwa anaonekana ni mtu ambaye anampinga sana bwana mdogo kwenye kile ambacho alikuwa anakifanya, na hivyo baadaye alianza kumfanyia kitu ambacho kikweli hakikuwa kizuri zaidi. Yani alikuwa anazidi kumwadhibu bwana mdogo, lakini bwana mdogo aliweza kuzuia tu na kumwambia kwa wakati huu sio mtoto ambaye unaweza kumfanyia kitu unachokihitaji. Basi katika kikao cha Wakorea sasa watu walikuwa wameshawasha moto na wakidai kwamba yeye anajiona nani na mamlaka kiasi gani cha kutengeneza proposal ambazo anaamini zinaweza zikatengeneza nafasi ya kuweza kushinda hiki ambacho kinaendelea katika mji mzuri wa Colombia. Lakini bwana mdogo kufahamika kwa jina Guki alisema plani aliyoweka katika kichwa chake ni plani sahihi sana. Basi anakuambia asubuhi moja hivi kwa kumekucha, bwana mdogo akiwa anatoka katika eneo moja akahitaji kuelekea katika gari yake. Kabla hajaingia kwenye gari yake, kwanza aliweza kumpigia simu mtu ambaye alikuwa ni kama rafiki yake wa zamani sana. Basi wakiwa wanaongea mawili matatu na rafiki yake, kitu ambacho kilitokea ni kwamba utokea mlipuko mkubwa sana, na pale bwana mdogo kwa kuweza kuingia kwenye ile gari alikuwa ni mtu ambaye amenusurika kutoka katika makucha ya kifo. Lakini yote hii ilikuwa ni mipango bwana mdogo mwenyewe. Nani ambaye alikuwa anajua? Sasa upande wa pili kwa mwalimu wake, sasa baada ya kupewa taarifa juu ya kile ambacho kimetokea, ya kwamba kwa sasa bwana mdogo anadai ya kwamba yeye kila kitu kiko chini ya himaya yake, na anasema hata kile ambacho anadhania kiliweza kusababishwa na yeye sio yeye, ule mchezo alifanya mwenye. Hii ilimkasirisha sana bwana mkubwa ambaye kwa sasa alikuwa kwenye wakati mgumu, kwani aliweza kudungwa sindano na mzee mmoja, na hii sindano ni sindano ambazo kikweli hawezi kupata nafasi ya kusurvive, na huyo mzee alifanya kazi kutoka kwenye mikono ya bwana mdogo kufahamika kwa jina la Guki. Yani oda ilitoka kwa bwana mdogo, na baadaye sasa waliweza kumzika mtu ambaye alikuwa ni kama legend katika kazi yao. Sasa mzee mkubwa kufahamika kwa jina Mr. Park alihitaji kutoka na bwana mdogo, na anadai ana maongezi mazito sana. Hivyo alimchukua bwana mdogo na kuelekea katika eneo moja hivi ambalo lilikuwa ni juu sana katika vilele vya mlima, na huku alikuwa anadai kuna habari anahitaji kumwambia bwana mdogo. Lakini baada ya kufika huku aliweza kutoka na akidai kwamba huyo ambaye anakuja kwa saizi ni kijana wa Armando. Mambo baada ya kufika kupiga risasi, kwa bahati ambayo ilikuwa ni nzuri zaidi, ile gari ilikuwa ni bulletproof. Ina maana bwana mdogo gundua kwamba huyu mzee alikuwa anahitaji kumaliza maisha yake. Hivyo alipata nafasi ya kuweza kuongea na mzee kwa njia ya simu, ya kwamba mzee anachodai kwamba wewe unahitaji kuchukua kila kitu ambacho umekikuta tayari watu wamekihangaikia, hivyo hatuzani kama una nafasi ya kuweza kuendelea kuwa na maisha. Basi bwana mdogo kwa baadaye aliweza kufungua kioo, lakini cha ajabu ni kwamba bwana mdogo alifanikisha kumuua yule Zekila ambaye alikuja kwa ajili ya kulipa kisasi cha baba yake.
na hata hivyo kuchukua muda mzee alijutia kwa kile ambacho amekifanya. Naye pia bwana mdogo alikuwa na chaguo la kuweza kumfanya zaidi ya kumchapa chuma tu. Hiyo wasema ndo final episode ya mzigo bomba sana wa Bogota The Lost City na The Chosen One. Hii picha tayari iko katika ofisi zetu, kwa hiyo kama unahitaji ile ambayo iko full HD yani OG kabisa